Yes, asante sana. Ikiwa ni Jumamosi tulivu ya tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025, tunakutana hapa kila Jumamosi. Hii ni desturi yetu sisi wana Hello Weekend, sehemu ambayo tunakutana kutafakari, kujadiliana, kushirikiana haya na yale ambayo yanakuwa yanaendelea katika maisha yetu ya kila siku. Na hiyo yote ni katika kuona namna gani tunaweza tukajenga jamii yetu iliyo imara, lakini kujifunza kipi kinaendelea huku na kuhusianisha na huku kwa ajili ya kupata kitu kilicho bora zaidi. Mimi ni David Wakarungi, siko peke yangu. Nami ni Betty Omara. Hakika ni wakati mzuri sana pale ambapo tunaungana nawe mtazamaji katika Hello Weekend ili kuweza kujadili mambo mengi sana ambayo yanatugusa katika jamii zetu. Na leo hii hasa tunazungumzia raha na karaha za maisha ya uswahilini. Hapo ulipo ni uswahilini ama uswazi kama wasemavyo. Yes, raha na karaha zake zikoje? Ama ukisikia uswahilini unapata picha gani katika akili yako kwamba leo hii mambo ya uswahilini yanakuaga hivi? Lakini wewe mtazamaji ni mdau wetu mkubwa sana katika hili, hivyo unaweza kuchangia maoni yako ama kile ambacho umeke experience katika mtaa wenu huko, kama ni uswahilini au kama unakaa karibu na uswahilini ama kuna rafiki yako ni mswahili, yani vyovyote vile. Nambari ya simu ni 0763809770 au unaweza pia kutupigia WhatsApp video call ili tuweze kukupata vizuri sana kabisa. Yani leo mambo pambe, neno pambe, uswahilini haya mambo. Leo watu wa ushuani tuacheni kidogo. Kwa sasa baadaye tutakuja kujua wageni ambao tupo nao hapa studio. Kwa sasa hivi ni vituko uswahilini we. Na leo mahususi kabisa tunaangalia raha na karaha za maisha ya uswahilini. Raha na karaha za maisha ya uswahili. Lakini pia nikupe tu tafsiri fupi tu kwanza kabla tujaanza mjadala wetu hapa. Tunasema uswahilini ni makazi yanayokaliwa na Waswahili hasa wakizungumza lugha ya Kiswahili. Lakini kimtaa tunajua uswahili tunaelewa maana tunaposema kwamba uswahilini tunaelewa maana yake mitkasi, harakati, mambo mengi sana. Of course mambo ni mazuri uswahilini bwana. Kabisa. Pananoga sana. Kabisa. Vyakula vya uswahilini noma. Kiani watu wako real. Hakuna kujiseti. Kama kuna kufuata itifaki. Lakini usijali, kila kitu kitakaa sawa. Tayari tupo na wageni wetu hapa studio. Tuko na Amina Ahmed ama almaarufu Siwa. Huyu ni mwigizaji wa tamthilia ya Kombolela, tamthilia ambayo ilikuwa imebeba maudhui ama mazingira zaidi ya uswazi kama wanavyoita ama uswahilini. Karibu sana Amina. Asante. Ndio, lakini tupo naye Dennis Moyo. Huyu ni mwenyekiti wa Yombodovia. Nikisema Yombodovia ni uswahilini nitakuwa nimekosea? Haujakosea. Basi kumbe Yombodovia ni uswahili. Tuko na mwenyekiti wa uswahilini. Karibu sana Dennis Moyo. Asante sana. Ndio. Tuko na Betty Omara. Mswazi mwenyewe kabisa hapa. Mswazi wa ushuani. Yaani wewe wakishua kila uswazi. Wewe mswazi kabisa. Mimi nitawakilisha kijijini, msijali, kila kitu kitakaa. Vichwa vya kuku, utumbo, miguu ya kuku, ugali tunakula kama kawaida. Kama kawaida. Safi sana, safi sana. Mambo mazuri sana. Siku tunazungumzia ukijijini nitawawakilisha, msijali. Leo tunajifunza kutoka kwa hawa ndugu zetu wa uswahilini. Sawa kabisa. Jamani karibuni sana. Asante. Mjadala ndo kama hivi umekwishaanza. Hasa tunapozungumzia uswahilini. Labda kule ambaye anasema bwana wa Kishua. Unajua kuna wengine wanasema bwana wa Kishua. Hata kama alikuliwa uswahilini kile baadaye akishakuwa anasema mimi mambo hayo siyawezi. Labda picha halisi ambayo tunaipata au tunaposema uswahilini tunamaanisha nini hasa? Labda tuanze na ndugu Dennis hapa. Asante sana. Tunapokuwa tunazungumzia maisha ya uswahilini au tunapozungumzia masuala ya uswahili, tunamaanisha ule uhalisia wa mtaani jinsi palivyo na maisha tuliokulia toka tunavyozaliwa, makuzi yetu na mpaka tunapofika ukubwani. Haya mambo mengine ya kusema sijui elimu nini ndio vinabadilisha mtu kuonekana kama yeye ni vile wakishua au la. Lakini kiuhalisia kwamba maisha ya uswahilini ni yale maisha toka unapozaliwa, makuzi yako unayokuwa na mpaka hapa tunapofikia. Naam. Amina. Yaani kwanza uswahili. Uswahili ni aina jinsi unavyoishi. Na Mswahili hata ongea yake tu. Wewe unasema Mswahili lakini mimi nikikusikia unavyozungumza tu naona kabisa wewe
sio Mswahili. Wakishua. Mswahili ukikutana naye tu. Yaani anaweza ongea hata siongee, ukikutana naye tu sasa huyu ameishi Uswahilini. Umenielewa? Ameishi Uswahilini na ameuishi ule Uswahili wenyewe. Kwa sababu wapo watu wengine ambao wanaishi Uswahilini lakini hawaishi maisha yale Kiswahili. Lakini wapo Uswahilini. Labda yuko katikati ya mtaa Kiswahili. Nyumba yake na geti nini kwa sababu yeye mwenyewe anaishi ndani ya geti na watu zake na kila kitu, hataki kuishi ule Uswahili. Alafu kuna wale ambao sasa wanaishi ule Uswahili wenyewe sasa. Ambao yani Mswahili yeyote kwanza atataka kujua vitu ambavyo havimuhusu anataka kujua. Na ni asubuhi mapema unajua. Amevaa kanga yake. Sasa hivi nakuwa inajesha. Allah. Habari anayo, yani habari yako wewe mwenyewe huijui vizuri, mtu anayo. Na ni yako wewe mwenyewe ndio unaishi. Mtu anakujua wewe vizuri, yani hujamueleza chochote, huyo ndio Mswahili halisi kabisa. Anakufuatilia na alipwi. Maki kuna watu wana kazi za kufuatilia mtu analipwa. Kwamba wewe fuatilia fulani utalipwa hiki mshahara wako, yeye alipwa. Ila yeye ndio kazi yake, yani hapa ajue yule fulani na mtu wake yule anamuingiza wanawake wawili kwa siku 3 4. Yani huyo mwanamke anajua tu, ukitaka habari zote yeye anazifahamu na ndio anazipeleka sehemu nyingine, afu wanakutana wanazungumza. Yani hayo mambo kwa kawaida sana Uswahilini. Okay. Hiyo ni kawaida. Kwa hiyo Betty, tunaomba tuweke sawa na tuombe radhi watazamaji. Wewe sio Mswahili. Sasa hauweki hizi. Umeona Amina? Nani anavyoongea? Mbona mnanikana jamani, mimi nimekulia Uswahili vingunguti jamani. Mbona uweki hizi? Uweki hizi. Yaani huyu anaweza kawa amekulia Uswahili lakini kwao wana geti lao. Kwa hiyo wale watoto wote wa mtaani kwenda kuangalia TV kwao. Na huyu Betty nakwambia mmekoga, kama umeoga ingia, kama hujaoga usiingie. Unajua leo wasare David. Kwa hiyo umeona tena umetusaidia vizuri hapo Amina. Kwa hiyo mtu anaweza kaa anaishi Uswahilini lakini asiishi maisha ya Kiswahili. Okay, sasa uko Uswahilini na maisha ya Kiswahili. Yaani uko Uswahilini sasa ndo nini hasa kinakuwa kinaendelea? Yaani nisemeje, yani nataka kupata ule Uswahili wenyewe, maisha yakoje huko? Uswahili na vitu vingi sana. Uswahili kwanza mkusanya mambo mengi. Kwa mfano sisi kwenye Kombolela tunacheza Uswahili hatujaumaliza bado. Na hautoisha. Mara kwanza tulifanya Kombolela wakasema hapana. Yani bado tuna hamu ya kunani, tuna hamu ya kuona kwa sababu bado yani hasa hata ukitaka kufanya story, ukitaka kuandika Uswahili hauwezi kumaliza kwa sababu una vikolokolo vingi. Sisi tuko tunakaa barazani, mtu anakaa barazani hana kazi. Anakaa barazani anasubiria naipita muombe hela. Uswahili na mambo yapo. Yani mtu hana kazi ya kufanya. Yeye akiamka asubuhi anakaa barazani, anasalimia tu vizuri. Asalamu alaykum bwana, niungie mwanangu buku hapo. Kwa zile buku anafunga hesabu jioni. Na pale alipokaa hapa anaagiza viazi vyake vya 500, anaagiza miguu ya kuku yake, akiagiza labda na juisi ya 500, siku imepita hiyo. Hata tofauti na watu ambao labda wakishua wana bajeti zao za mlo, labda kwa mwezi. Nitaweka vitu kwenye friji, si nitafanyaje? Uswahilini hiyo haipo. Na unaishi kwa siku kama kwa 2000, mtu anaishi na maisha yanaendelea. Na ajali. Yani ajali kuhusu bajeti, ajali chochote, lakini maisha yake yanaenda. Kwa hiyo vitu vya Uswahilini hata kama tunavicheza tuweze kuvimaliza. Yani kuna story nyingi sana. Yani ukiingia Uswahilini tu, yani mtu ambaye anaelewa akiingia pale Uswahilini akiangalia hivi anakuta story nyingi sana. Sisi wenyewe tuna story zetu nyingi sana bado tujazimaliza za Uswahili kutokana na maisha watu wanavyoishi Waswahili, wana mambo mengi sana Waswahili. Dennis, nimekuona hapo ukiwa unatikisa kichwa wakati Amina anazungumza. Nikawe kuna sehemu ulikuwa unaguswa pale. Amenigusa sana kwenye swala la vyakula. Maisha ya Uswahili ni matamu. Hasa ukizingatia kuna unafuu wa maisha, hasa upande wa gharama za bidhaa hizi. Kwa mfano kama alivyosema, mtu wa Ushuani ni tofauti sana na mtu wa Uswahilini. Mtu kishakuwa Uswahilini, ina maana wakati mwingine mtu uishi kwa budget yani. Unaweza ukawa umekaa tu toka asubuhi wazi kwamba utapika nini au utakula nini. Asubuhi kishapita umeenda umekula chapati moja pale kwa mantilie na marage yako, siku imepita. Mchana utafanya shughuli zako, jioni utaenda pembeni kwa mantilie utanunua miguu ya kuku, utumbo, umeona? Yani hapo mlo kamili huo. Umepata na ugali wako wa shilingi 500, umepika, umesonga, umemaliza, umekula, na maana maisha yamefanya nini? Maisha yameenda, siku imeenda. Tofauti na ile kupanga budget na nini kwa kitu. Vipo sawa, lakini mara nyingi sana maisha ya Kiswahili ndo maisha hayo ambayo tunaishi sisi Waswahili. Kwenye gharama, unafuu wa gharama za maisha, kwa mfano kama hivyo. Kitu kingine hata ukitaka kujenga maisha yako pia, ukienda Uswahilini ni rahisi zaidi. Uwezi kuwa kijana ambao unataka kuanza maisha, alafu ukatoka kwenda kupanga kwenye nyumba huko Ushuani.
ina maana moja kwa moja kule ushuani unakuwa uwezo ukajenga maisha kwa haraka, lakini uswahilini kidogo mtu anaweza kajenga maisha kwa nini? Kwa haraka. Chumba shilingi 25,000 uswahilini unapata. Chumba shilingi 30,000 uswahilini unafanya nini? Unapata. Hata chumba cha giza mtu unaingia hivyo hivyo, umeshazoea hiyo. Ukienda huko basi jioni nakutana na ngongo mjumbe anakugongea. Odi, karibu vipi? Nataka hela ataka. Mara ngongo odi, karibu vipi tena? Mara hela sungu. Kwa vitu kama hivyo na purukushani kama hivyo ni vitu vya nini? Vya kawaida sana kwa maisha ya Kiswahili. Na hata wakati mwingine kama hivyo vitu havipo mpaka utauliza hivi mtaa huu hauna serikali au mtaa huu hauna, kwa sababu ni vitu ambavyo watu hawajavizoea. Watu washazoea ile ekaeka. Nginja ekaeka kupelekeshana ndio Uswahili hasa tunaoishi huko mtaani. Sawa kabisa. Amina, hapo kuna swala la chakula hivi pale tunasikia guys, mtu anasema nani fulani shauri yako bila ya mchana ile ya chakula. Kwanza kuna staili moja sisi Uswahilini kwetu tulikuwa tukiitana, watu hawajui. Tunaita Amina, kabati limedondoka. Twende tukaliokote. Kwa hiyo watu wa pembeni hawajui wanaitana kwa tunaitana chakula hivyo. Umeona? Na ukisikia hiyo shauri yako na basi sikio chakula kidogo. Kwa hiyo kikipita kimepita. Uswahilini kuna watu wanapika chai tu. Yaani watu wanakaa wa mama wengi kama sisi kwa mzee Kala, kila mtu na watoto wake, linabandikwa jungu la chai tu. Jungu la chai. Kwa hiyo kila mtu sasa atakuja kwenye kombe chake, atachota ile chai, atafuta kitafunio chake. Mwenye kiazi chai na sukari ipo. Sukari sometimes pia hamna sukari. Yaani pale ni chai tu. Kwa hiyo sukari kuna zile za kupima za 200 Uswahilini zipo, unajua hilo? Kwa hiyo ukitoka pale mwenyewe unachukua sukari yako 200 kama uko na mwanao, haya mwanangu mashavu, njoo na sukari yetu tunaweka sisi, mimi na mwanangu tu wawili. Kwa hiyo dada yangu naye pia naye atachukua chai yake, yeye kama na mtoto wake au yeye mwenyewe msela, atafuta kitumbua, anakula, yani hivyo. Inapikwa chai tu, inawekwa jungu kubwa. Kwa hiyo kila mtu hapa anachota na mwanae. Kwa hiyo mama alichofanya yeye kapambana kwenye chai. Sasa wewe utapambana na mambo mengine. Hayo yeye hayamuhusu. Hapo asubuhi, mchana? Hapo asubuhi, mchana watu wanapita neutral. Wanaweza kupiga zao saa 11. Ikishalika saa 11 hiyo mpaka kesho yake hiyo. Yaani au mtu mbandiko ugali unasongwa kabisa, lakini mboga haijajulikana ni nini. Yaani ugali tayari umeshasongwa. Bado mboga hatujajua iko wapi, lakini ugali umeshaiva kabisa. Bado mboga sasa huku Uswazi mtu anapika mboga na upua anaweka pembeni. Bado anaanza kupika wali, anamalizia wali mwishoni. Hamna. Unapika ugali, watu mboga hawajajua bado iko wapi. Baadaye ndio mpige simu fulani. Kaka yako fulani ndio kidogo ngao alhamdulillah kidogo anajiweza. Hebu mwambie atume kwenye namba yangu, atuma kwenye namba ya mama. Akituma kwenye namba ya mzazi tena ndo anatoa tena ile hela. Kanuni fungu za dagaa. Dagaa kija pale Uswahilini unagaiwa. Sio kama dagaa kama pale unatenga na kachumbari nini watu kishua. Tena tutakishomba kana bembelezwa kula. Uswahili bembelezwa kula. Kwa hiyo dagaa sasa wakiwekwa pale kila mtu anagawa kwake. Ukimaliza shauri yako kula na chumvi. Hiyo sasa ituhusu. Kwa hiyo ugali wetu pale limekaa kubwa. Jamani ugali uendane na mboga. Sio unakula ugali tupu mboga unabakiza. Yaani maisha watu yapo kabisa na watu wamekuwa hivyo. Na walikuwa pale wengine ndio wengine marais, wengine ndio nini. Yaani hizo changamoto wamezipitia kwenye maisha. Tunaona kuna ugali na nguru, ugali papa, sio bado zipo hizo mambo. Sasa ndio kile kinguru ndio kina chumvi nyingi. Ina maana ukipata kidogo dogo tu kama hivi unakula matumbo hivi. Mwenyekiti, kwa sababu maisha ya Uswahilini yanakuwa yanaendelea na kuna wengine wanatoka mikoani huko wanakuja kuishi, wanaenda kuishi Uswahilini. Mtu ambaye hajawahi kuishi Uswahilini, kabla ya kuanza kuishi Uswahilini, anapaswa kufahamu nini? Yaani ni mambo gani anapaswa kuwa akilini mwake ili aweze kutoboa na kusurvive Uswahilini? Swala la mtu mgeni anapokuja Uswahilini, of course kwamba yani atazoea mazingira yale mwenye taratibu. Hakuna tahadhari kwa sababu Uswahili una utofauti mwingi sana. Kuna kitu alikuwa anaongea dada hapa, kikao kimenifurahisha, ila kuna kitu kimoja atasema, "Wewe Asha, nenda kaombe mboga kwa jirani." Kawaida sana. Umeona? Sasa mtu mgeni kwa mfano ndo ametoka mkoani amekuja kitu kitu cha namna gani mtu anaenda kuomba mboga kwa jirani? Lakini kumbe na huyo jirani naye kashamtuma sana mwanae akaombe mboga kwa majirani wenzie. Na tunapeana. Yaani kawaida kabisa, hakuna kumnyima mtu mboga. Yaani mtu nenda kaombe mboga ni kitu cha kawaida kabisa. Ugali umesongwa ndio hiyo kama alivyosema dada, unasubiria baera irushwe au unaenda kanunue fungu la dagaa wakati ngombe wewe nenda kaombe maharage kwa mama fulani. Maharage yanakuja pale basi ninakula vizuri kabisa. Hata kipindi cha sherehe. Kipindi cha masherehe kwa mfano wa Baidi au mimi nimezungukwa na majirani zangu wa imani ya Kiislamu. Sisi ni Wakristo. Kwa mfano kama Idi kesho kutwa inavyokuja, yani utafikiri mimi mwenyewe nimepika vile.
Kwa hiyo nikishakaa hapa nategemea mama fulani ataniletea sahani ya pilau, mama fulani sahani ya pilau, huyu yani majirani ndio hivyo. Kwa hiyo unakuta na mimi ile siku ninakula vizuri kabisa, utafikiri vile nimefanya nini? Utafikiri sherehe ile ni ya kwangu mimi, lakini kumbe ni tofauti. Umeona? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo vipo hata kwenye shughuli za Kikristo, labda Pasaka au Christmas, na wao pia wanatarajia hivyo. Kwa hiyo tunaishi maisha ya namna hiyo ya Kiswahili, maisha kama hivyo ya kuombana, yani mshikamano kama hivyo yani. Okay. Ukiwa na watu wanakwambia huyu jamaa na mambo ya Kiswahili sana. Yani na huyu kaishi Uswahili. Yani wanasema huyu kaishi sana Uswahilini. Amekuwa na tabia kila kitu cha Kiswahili. Swahili. Okay, yani tabia za Kiswahili ni zipi? Yani kwamba unakutana na mtu unasema huyu jamaa ana mambo ya Kiswahili. Hilo neno bwana linatumika sana. Na wakati mwingine watu tunaweza tukawa tunatumia hilo neno pasipo kujua nini maana au uhalisia wa tafsiri ya hilo neno Uswahili ni kitu gani. Sasa kama ulivyosema hapo, mfano ulivyosema huyu bwana mambo ya Kiswahili kweli. Sasa mambo ya Kiswahili hayo, mambo yasiyo ya Kiswahili yapi? Ndio. Kwa kawaida tunavyosema kwamba huyu jamaa na maisha ya Kiswahili ni maisha haya kila siku ambayo tunayo. Labda mtu anakuwa anapuuzia anavyosema ule Uswahili, lakini Uswahili kwangu mimi nachukulia ni kitu kizuri na najivunia. Mtu akiniambia huyu ana maisha ya Kiswahili, kwangu mimi najivunia. Japokuwa mwingine unaweza ukaona kama vile amefanya nini, amekutusi. Kwa sababu Uswahili kwanza unaleta hata umoja, umeona, na mshikamano kama hivyo. Kwa mfano umetokea hata msiba, majirani ni rahisi zaidi kushikana. Kisha una huko mtu analia fast, umeshakimbilia pale bila hata kujua kwenye ile nyumba kuna nini. Unaanza kutoa viti, kutoa mikeka, nini ghafla umeweka nje, mnaanza kukaa kulikoni. Kuna msiba bwana hivi na hivi. Kwa mshikamano kama huo upo. Yani kucheza swala la michezo hivi, upatu sijui vikoba hivi kwa wanawake ni kawaida. Umeona? Kukopa hii sijui nini, yani kwa wanawake ni kawaida, huko watu wa kawaida ni kawaida. Unakuta leo mara kuna kausha damu, mara sijui kuna nini, yote hiyo ni aina mikopo. Unakuta mtu mtaani anakopa mpaka yani inakuwa kero, huko kakopa kule kakopa. Basi ukisikia odi nani au mua huyo. Maki mua wale wanakopesha. Wanakuja kuletea kitu. Kwa ukisikia odi anamwambia mtoto, mwambie hayupo. Kwa mtoto anafika kule, mama akasema hayupo, mwingine sana mpaka anakosa. Mama akasema hayupo, lakini wakati huo yuko ndani. Au mtoto mwingine anapatia, mama hayupo. Kwa hiyo inakuwa ni kitu cha kawaida, na wale wanaokopesha hawachoki, washazoea. Kwa hiyo watapata jasho lao kwa sasa ili hata leo wakienda hayupo nini, maisha yanaenda kama kawaida na mambo mengine yanaendelea. Sawa kabisa. Tupate maoni kutoka kwa wadau kutoka Rukwa, nao wanazungumzia nini raha na karaha za kuishi Uswahilini. Raha za kuishi Uswahilini, kwanza ukiishi Uswahilini, yani hauna stress, hauna mawazo. Kwa sababu asilimia kubwa ya maisha ya Uswahilini unaweza kupata kila kitu kwa muda wowote unaotaka wewe. Unaweza kupata hata unaweza kufika jioni umeshindwa labda kusema umeshinda umekosa hela ya kununua mchele, ikifika jioni unaenda zako mtaani unaanza zako visambusa vya shilingi 200, 300 unachemsha chai unakunywa, mambo yanakwenda. Lakini pia Uswahilini vitu vinapatikana muda wote. Unaweza hata mtoto akapata labda changamoto usiku, ukatoka kagongea majirani wakatoka na mtoto wako akapatia huduma ya kwanza au ndugu akakusaidia, mambo yakaenda. Hata Uswahilini ukiibiwa, umeibiwa kitu chochote, ukipiga yowe moja tu kwamba jamani mwizi, watu wanatoka wanakusaidia. Kwa hiyo Uswahilini ukiishi, mambo ni muda wote, masaa 24, tofauti na kuishi Uzunguni. Kwa sababu kwanza ukiishi Uzunguni, vitu kuvipata kwa wakati ni changamoto. Mfano kama umesahau kununua mchele mjini, ukifika huko nyumbani kwako huko Uzunguni utaenda kununua mchele duka la nani? Hawauzi mchele. Kwa hiyo inabidi uzunguke urudi tena mjini au ulale njaa, mambo yasiende, na uwezo kaenda kugonga kwa mtu. Sasa jamani naomba sijui mnisaidie mchele sijui vikombe viwili. Hiyo haipo, lakini Uswahilini na mambo yapo. Lakini pia hata huduma za haraka umepata tatizo, haya umemfumania mke wako, uanze kuita watu watoke, uanze kumgongea tajiri mmoja atoke saa ngapi? Hiyo haipo. Labda mwizi amekuibia, ukiita tu mwizi kila mtu kwenye kigeti chake Lakini ukikaa Uswahilini, kelele yote lako moja tu, wanatoka wote, hadi mwenyekiti wa mtaa hadi mjumbe wanakusaidia. Kwa hiyo Uswahilini ni raha kuliko Uzunguni, kwa sababu kuishi huko Uzunguni huduma haraka unakosa. Hata ukiwa na mgonjwa ataenda kumgongea nani akusaidia kupeleka hospitali? Watu hawezi kusaidia kwa sababu wanajua una gari, unaweza kwenda kwa daktari wako huko uliomwajiri ukasaidia. Lakini ukiwa Uswahilini, hata kwa mganga mgonjwa wako unampeleka anapona. Raha na karaha za kuishi Uswahilini zipo. Tukianza na karaha. Karaha ni kwamba Uswahilini ni sehemu ambayo tunajiachia kwa kiasi kikubwa, kana kwamba udhibiti wa kelele, matukio yale yasiyokuwa ya lazima. Kwa mfano mtu anafanya tu birthday, anataka kufanya kitu kikubwa, kila mtu ashiriki kwenye tukio lake.
anataka kumtoa mtoto nje, tunaita kibeseni, basi itakuwa ni mshike uswahilini, vigoma, watu watatoka maeneo mbalimbali kuja tu kwenye kibeseni, kitu ambacho sio lazima sana, tofauti na ukiwa unaishi sehemu nyingine. Lakini uzuri wa kuishi uswahilini ni kwamba uswahilini ni tunakutana jamii ambayo tunajuana kiurahisi. Yani mtu unapopata changamoto ni rahisi kufikika, ni rahisi kujua fulani ana changamoto na ni rahisi kusaidika. Na kitu kingine ambacho uswahilini ni raha kuishi ni kwamba uasili wetu ule haupotei. Kwa mfano kuchezwa kwa watoto wa kike, unakuta labda tamaduni za watu wa Kidigo, mtoto wa kike akifikisha miaka 14, 10 na ngapi, anatakiwa kuchezwa, afundishwe yeye kashakuwa binti, maisha gani anatakiwa kuishi na vitu kama hivyo. Lakini pia ngoma zile za asili mara nyingi zinakuwa zinaendelea kuendeleza uswahili wetu. Kukiwa kuna shughuli mbalimbali utasikia vigoma na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba kuna sherehe ya mzee fulani pale wale ni Wadharamu, au kuna sherehe ya mtu fulani pale wale ni Wadigo, kuna sherehe ya mtu fulani, kuna makabila yale yanakuwa hayaachi uasili wao. Na kitu kikubwa cha zaidi uswahilini ni kwamba linapotokea tukio, kwa mfano kifo na vitu kama hivyo, utaona umoja sasa wa Waswahili unaposhambulia kwenye eneo hilo. Sawa, asante sana wadau kutoka Rukwa, na hayo ndio maoni yao kuhusiana na raha na karaha za kuishi uswahilini. Sawa kabisa. Dennis. Naam. Dennis, utusaidie kitu. Katika maeneo ya uswahilini watu wanapataje kama sehemu ambayo hakuna ustaarabu, yani kwamba mzee, yani mtoto unaweza kumta kijana anamtukana mzee, ama watu wanatukanana, matusi yanaongeleka kawaida, yani hakuna ustaarabu, hakuna, yani kama kila mtu ni kambale, kila mtu, yani mambo kama hayo, utovu wa nidhamu ni jambo la kawaida. Wewe kwako unazungumzia nini ama unaona nini? Yani hiyo ndio kawaida kabisa. Yani unapozungumzia maisha ya uswahilini, tukija sasa kwenye karaha zake, ndio hiyo ni moja pamoja na hii mmomonyoko wa maadili. Yani kwamba unakuta watu hawaheshimiani, au tukichukulia kwamba labda kwenye hizi tamaduni zetu, labda watu unakuta mtaani kama shughuli, kuna shughuli kama jamaa alivyoongea hapa huyu ndugu wetu wa Rukwa, alivyosema kwamba shughuli labda birthday au nini, unakuta mtaani kunakuwa na kitu kinaitwa tarumbeta lile. Umeona au vigodoro. Sasa tarumbeta au kigoma. Tarumbeta unakuta linapigwa kuanzia hapa, watu wanaanza kuzurura mtaa mzima. Unakuta mtu anafunua dela lile. Mtu anatembea, yani kutembea hivi utupu kwa kieni nini? Ni kawaida kabisa. Tena wanafanya mashindano na wanachukuana, wanajirekodi mpaka kwenye video wanarusha. Kwao ni kawaida, ambacho ni uvunjifu mkubwa sana wa maadili. Lakini wao kwao hivyo wanaona nini? Ni kitu cha kawaida. Kitu kingine kama ndivyochukulia hiyo swala la matusi, yani kutukana kwa mtoto mdogo, hiyo ishazoeleka. Unakuta inawezekana watoto wako hapa ni wastaarabu nyumbani, lakini nyumba ya pili ndio changamoto. Mtu amekaa huko anasikia mtu anatukana tusi. Kwa hiyo na iga vile vitu wanaviona ni kama vile vya kawaida. Na kwa sababu watoto tunajua wanashika maneno kiurahisi. Kwa hiyo mtoto anaweza anakuja nyumbani anatukana. Mama, Johnson ametukanaje? Anatamka. Kwa hiyo yule mtoto anapokuwa anatukana anaona kile kitu ni cha kawaida, kwa sababu kashakisikia labda kutoka kwa mtu mzima. Wakati uzunguni vitu kama hivyo ni ngumu sana kufanya nini? Kuviona. Unakuta uswahilini, kama kuna siku moja nilipita mtaa fulani, siutaji kwa jina, nimepita kule, mtu mzima babu anacheza kamari. Mtu mzima ambaye ana wajukuu anacheza kamari. Sasa angalia wajukuu wake au watu wa kawaida kwenye mtaa ule au watoto wanavyokuwa wanamuona, unajua kabisa hiki ni kitu cha nini? Cha kawaida. Mbona babu anafanya nini? Anakifanya. Kwa mazingira kama hayo watoto wanakuwa wanayazoea na kuona kwamba ule ndio uhalisia wa maisha yao, na wakati sivyo inakuwa inatuharibia. Tukija hata kwenye swali la vigodoro, unakuta muziki, unakuta inapiga kama hivyo, kwanza hawajali muda. Kule hakuna sawa, kuna utaratibu wa kuomba vibali na kibali mwisho saa 6. Hii kukesha kule ni kitu cha kawaida. Kwa mfano kama sisi wenye vitu wa serikali za mitaa, ukimnyima jirani yako kwamba mimi hapa hakuna kukesha, huo ni ubaya huo. Yani nataka yeye umpe kibali akeshe. Cha msingi kumsimamie tu, weke sungusungu walinde. Kwa hiyo atapiga ile muziki ile mpaka asubuhi. Hapo ndio kwa kiu yao, na majirani wanakuwa wanafurahi kabisa. Watakao kuwa wanachukia ni wachache sana, ambao ndo tuna kama dadangu hapa, wale ambao maisha yao ya kizungu, ila wamevamia, unaona Kwa vitu kama hivyo ni kawaida sana, hasa kwenye hilo swala la momonyoko wa maadili. Hapo watu wanakuwa hawajali, kutukana, matusi, nini, lugha za kawaida kabisa. Amina, swala la nongwa
roho mbaya, yani vijicho, yani nuksi, yani kama wakati mwingine vijembe, roho ya husda, mambo ya kumradi ila Uswahili unasikia sasa ni mambo ya Kiswahili sio uchawi. Yani kulogana ni kawaida. Kama hivyo. Huko hali ikoje? Hali ipo kama hivyo, yani hasa, yani hiyo ni kawaida, kuvunja nazi pale, mtoto kumchukua mama mtu kumchukua mtoto kwenda naye kwa mtaalamu, hiyo Uswahili ni kawaida. Kuoga dawa yake pale mtu afichi, yani hiyo ni kawaida Uswahili, lazima mtu jiboost kidogo, si unajua? Hiyo ni kawaida sana. Kuingaza nyota. Nyota yako kidogo ikaengae, Uswahili hiyo ndo mambo yenyewe. Sasa usipoyafanya wanakushangaa, wewe vipi? Wewe vipi? Wewe jana kliniki kwa sababu wewe unataka kama kliniki. Mtoto anakuja bila kwenda kliniki, kule kunaitwa kliniki, ndio lazima uangalie hali yako ikoje, maendeleo yako ya mwili yako vipi. Uswahilini ni kawaida, roho mbaya, kuchukiana, hasa ukiwa unajifanya wewe kama vile ndio umekuja Uswahilini, alafu unajifanya wewe kama ndio mboga saba, sasa unajikuta una maisha sasa. Uswahilini kwanza, yani watakuchukia, alafu ikikukuta la kwako wanakaa pembeni wanakuangalia. Uswahilini kuna mtu ashaye kupikisha chakula na watu hawajala, sababu yeye ameenda kuishi katikati ya Uswahili. Alafu akajikuta jambo lake likitokea yeye hali. Yani hali tu watu wanakuangalia kutokula tu kwenye msiba au shughuli. Watu wanakutizama. Ona huonekani, kumbe watu wanakuona kabisa, wanakuja pale kwenye jambo, umehudhuria vizuri, umetoa hela yako, lakini huli. Wanakuhesabia msiba fulani ajala, fulani msiba mitatu ajala. Kwa hiyo kuna siku watu walipika chakula Uswahilini, chakula nko, na watu wakasepa hawajakila. Kaka yule alikaa na shanga. Huko Uswahilini watu wanasusa. Yani wanakuonyesha tu kwamba bwana na sisi pia tunaweza vile vile, na wamechanga nao pia. Wamepitia daftari, wamepika chakula, wamemwachia. Wametoa 200 zao, na yeye pia sana hela, akaongeza hela zake, kapika chakula. Watu hawajala, wamesusa. Kwa hiyo hata kama una ndugu kiasi gani huwezi kutaduka kama kile chakula. Kwa sababu nini? Huyu hali kwenye misiba ya watu wanakuangalia. Huyu atokei kwenye misiba ya watu haonekani. Umenielewa? Jambo lako likikuta nayo watu wanapita kama wakuoni. Kwa hiyo Uswahilini visasi ndio maisha yetu. Yani hivyo, yani kuwekeana visasi kwamba huyu kwa nini anafanya hivi? Anajikuta. Kwa hiyo na wao wanaweza kujionyesha kwamba nao wanaweza vile, kwa sababu wanahisi ule Uswahili wao ndio wale watu wakishua wanawadharau. Unaona Yonesa, kwa hiyo anachukulia sisi Waswahili tu sisi hatuna kitu, ndio maana anatudharau. Sasa sisi hatupendi dharau. Tunamuonyesha kama sisi tunaweza vivyo. Wanaingia na magari yao hapa, watembea huko wamekaa, tuchukulia poa. Kwa hiyo yani hivyo, labda kuna siku mvua ilinyesha ukapita bahati mbaya maji mtu akamgusa. Umeona dharau anazoleta hizi. Kwenye misiba hali, jiani lazima kumwage maji. Kisa yeye, sisi na hatuna magari. Yani Waswahili wananongwa fulani hivi, isa kuishi nao. Kumbe usione wanyonge kupata ni majaliwa. Sawa. Mbuzi amepewa ndevu lakini ng'ombe kakosa. Wadau kutoka Songwe nao na maoni yao kuhusiana na mjadala huu. Uswahilini bana kuna raha nyingi sana, hususan kujiachia. Yani huku ni furu kujiachia, hatuna limit muda ule kama watu wa geti kali. Lakini pia Uswahilini kunahitaji ulinzi wa kutosha. Yani kama ulinzi wenao wa kutosha, ukijiachia ovyo wanapita na kila kitu la Uswahilini. Lakini madhara yake makubwa ni kwamba huku pia inahitaji uwe na ujasiri. Ujasiri uwepo, ulinzi uwepo ili uishi vizuri. La sivyo kakae ushuani. Hapa penyewe tulipokaa Uswahilini unashangaa kibaka kapita muondoka na maiki yetu ya Azam. Noma huku ni hatari. Hakufai. Maisha ya Uswahilini ni simple sana mtu yoyote kuhandle maisha hayo, kwa sababu sisi huku Uswahilini mpaka sabuni ya kuogea tunaweza kuazimana. Chumvi umeishiwa unaweza ukaenda kuomba kwa jirani akakupatia. Yani vitu vinapatikana kiurahisi. Hata ukiwa na yani mchicha wa 200 unapata, ukiwa huna unaweza kuomba tembele kwa jirani akakwambia chuma. Kitu ambacho kwa mazingira ambayo sio Uswahilini sio rahisi kukipata. Ni kwamba ulinzi unakuwa ni mdogo. Yani ukiishi Uswahilini bana, ina maana ni unaweza kuwa unakaa sehemu unakuwa unawaza nyumbani. Na pia ukichelewa pia nyumbani unaweza kukuta uwanja wa mpira, au unashapita na kila kitu. Kwa hiyo hata tu mazingira ambayo yako Uswahilini bana, yani inahitajika ni yule mtu ambaye yani na wewe unakuwa ukunganga kidogo. Yani ndio iko hivyo Uswahilini. Sawa, tunashukuru sana mdau kutoka Songwe kwa kuchangia maoni yako hayo, lakini pia tuweze kusoma maoni kutoka kwako mdau, ambapo unasema hello weekend Betty na Dave, mjambo? Hatujambo sana. Jambo. Zawadi alizoleta wa Karungi kuna senene, utajibu baadaye. Raha na karaha za Uswahili ni mchanganyiko wa watu kutoka sehemu mbalimbali, hasa vijana, hivyo inabidi upambane kwa hali na mali, utoe jasho na damu ili mradi mkono uingie kinywani kwa siku hiyo. Huyu ni mwalimu Severin Jeremiah kutoka Moleba. Balak kutoka Makanya Mtwara anasema yani Uswahilini bwana
wewe acha tu vituko vinavyoweza kukuacha kinywa wazi, kuna raha na karaha. Maisha ya uswahilini matamu sana, njoo kwetu kuna vima mpaka 10,000. Tyson Fabian Tebeka anasema maisha ya uswahilini matamu sana. Kwetu Yombo Makangarawe kuna vyombo mpaka mwenyekiti wao huyu hapa. Kuna vyumba mpaka 15,000. Nimefurahi sana kumuona mwenyekiti wangu Dennis yupo hapo. Tunashukuru sana Tyson. Hello, niite Muhammad Kibombo, nipo Runazi, Kasharunga, Muleba, Kagera. Anasema kwetu uswahilini ukiomba mboga ukifika nyumbani mama anatia maji, anaongeza maji kuongeza mchuzi. Hatari. Haya. Bakari anasema uswahilini kwetu ukisikia simu moja tu ujue tayari mambo yapo. Yaani mambo yapo tayari. Na maana hapo si chakula. Haya. Nestori Bonaventure anasema maisha ya uswahilini yana raha, yanasadifu maisha halisi ya Mtanzania na Afrika kwa ujumla. Mwingine anasema kiufupi maisha ya uswahilini hayaishi vituko, mambo ya ustaarabu ni hakuna, kuanzia kwa balozi mpaka kwa watu wake. Kesi na matukio hayaishi, kelele masaa 24, raha na karaha, na kukaa uswahilini ni mnaishi zaidi ya undugu, maana vitu vingi mna share. Haya, tutaendelea kusoma maoni, lakini wewe ambao unapiga simu basi piga simu kwa WhatsApp video call. Lakini pia hakikisha kwamba umepunguza sauti ya runinga yako ili tuweze kukusikia na kupata na kujadili kile ambacho tunacho. Inabidi wapige biti. Asikia unavyopiga simu ile WhatsApp video call, silete mambo ya Kiswahili. Ndio mwenyekiti. Naam. Kuna mtu kutoka Songwe, ni Songwe wale waliotoka, wamegusia swala la usalama na uhalifu. Kwa uswahilini swala la yani usalama ni mwiko na uhalifu ndo mtindo mmoja, ama kipi ni kipi? Kusema kweli unavyoishi maisha ya uswahilini mpambane. Yaani kuwe kwanza kwenye eneo ile unaloishi kuwe na uongozi ambao ni imara. Kule tunajuana, vibaka wote yani tunafahamiana. Na maana unajua yule mtoto wa fulani wote nini? Ni waarifu. Nimefurahi kuona jamaa ametusaidia pale kusema kwamba ukawi kuona mtu kapita na mic yenyewe ya nini? Ya sababu ni kitu cha kawaida. Na unakuta kuna siku nilikuwa naongea na simu hivi. Niko na mkuu wa kituo, yuko pembeni hivi lakini amevaa kiraia. Kwa naongea na simu, kumbe bodaboda wale vishandu tunawaita wale vishandu. Kwa bodaboda kapita kaenda anasoma mchezo. Na walivyokuwa wataalamu bodaboda akishaona mwanga tu wa simu anajua ile ni Samsung, anajua ile ni iPhone, yani kila kitu anakuwa anajua. Swala ya kitaalamu kwa mbali hapo yani kazi yao ile na amejiajiri kabisa kwenye hiyo kazi. Kwa alivyoenda hivi alivyorudi kapapua na akosee yuko peke yake, anaachia mkono mmoja amepita na simu ameondoka. Kwa hiyo vitu ni vitu vya kawaida, na mtu anaibiwa pale hapa mjui. Utasikia tu mwizi, kakaa kimya, saa muitie nani? Kukimbiza pikipiki wezi. Na yule mtu anakuwa anajitolea kuriski maisha yake kwamba yuko tayari kufa, anajua kama kuna watu wanamkimbiza, bora afe kuliko kukamata, yani bora tu apate ajali kuliko nyinyi mfanye nini umkamate ambaye mtamuua kidogo kwa aibu. Ndio vitu kama hivyo vya kawaida. Uswahilini hata ukienda kazini kama jamaa alivyosema pale, huko nyuma unahofia usalama wa nyumba yako. Ukirudi unakuta watu washafanya nini? Washavunja. Na ndio maana serikali wakaamua kuweka hivi vikundi vya ulinzi shirikishi kuhakikisha kwamba wanakabiliana na uhalifu ambao upo kwenye mitaa. Uswahilini ile kuanika nguo na mtu kuiba ni kawaida. Ya unakuta mtu kanika nguo pale, umesahau kidogo tu mtu kashatoka nazo. Hata mtu kisahau upo kazini unapiga simu, usisahau jirani nitolee nguo zangu, kwa sababu tunajuana maisha yetu jinsi yalivyo. Na inawezekana asiwe mwizi wa mbali, jirani yako huyo ndo anafanya nini? Ndo anayekuhamishia. Hapo haya. Daktari, kuna simu. Habari za asubuhi, karibu sana. Tujuze unapiga simu kutoka wapi na jina lako tafadhali? Ni mimi naitwa Bwana Dua, napiga simu kutoka Gairo, Morogoro. Yaani wilaya Gairo, mkoa wa Morogoro. Sawa. Naomba weke simu yako vizuri tupate kukuona kwa ukaribu. Ndio, hapo unaniona? Hapo nakuona. Ndio, karibu uchangie. Mimi naomba nichangie hoja kwamba mada hii ya maisha ya Uswahilini ni kwamba maisha ya Uswahilini ni mazuri sana. Pia unaweza ukatengeneza maisha yako akawa mazuri kupitia maisha ya Uswahilini. Kwa sababu vitu vya Uswahilini ni vina gharama ndogo, unaona tofauti na mjini. Kwamba ukiwa umeshindwa hichi unaenda kwa jirani, unaenda kuomba ka unga, bwana niazime unga, juu ya unga afu kesho nakulipa, nikaenda kusaga mashine na kulipa.
Unaona? Lakini mjini huwezi kwenda kuazima kwa mtu, kwa sababu kila mtu, nyumba ya mtu ina geti. Utaenda kuanzia wapi ndio ili uende ukamwombe kitu akusaidie? Okay, asante sana kutoka Gairo. Kuna kitu anagusia hapa. Si ni rahisi sana kuwa maskini ukiwa Uswahilini? Kwa sababu anachosema kwamba yani maisha kutokuendelea. Maisha kutokuendelea. Ukashangaa unazeeka bado miaka 70 pengine unapanga. Si vibaya kupanga, lakini yani ulikuwa una uwezo pengine huku nyuma ungeweza kujijenga, lakini hivyo yani. Au unasemaje Dennis? Hapo sasa ndo tunakuja, kuna vitu viwili. Kuna hiyo faida na hasara yake. Ukiishi Uswahilini kama unajitambua, kwa mfano labda umesha soma, umemaliza, umepata labda ajira yako, ina maana ni rahisi zaidi ku move pale. Yani umeshapata ajira, umeisha kwa wazazi au umepanga. Ukishatoka hapo unaenda kununua kiwanja, sasa ni eneo tofauti na hilo, kwa sababu Uswahilini sasa hivi hata viwanja hakuna. Umeona? Yani kwamba kama wewe uweze kusema umeenda Mikoroshini au Yombo au Buza ukapata eneo sasa hivi la kujenga, labda mtu ununue nyumba yake ndio uishi. Kwa hiyo unakuta mtu anaenda kidogo pembezoni mwa mji, atanunua na atajenga maisha yake kwa urahisi, tofauti na kijana ambaye anaishi mjini, yani anaishi ushuani. Kwanza maisha atatumia gharama kubwa sana, tofauti na kijana yule ambaye yuko Uswahilini. Na kitu kingine unachokisema ile ndio kujibweteka sasa. Mtu inawezekana akawa amezoea yale maisha ya kawaida, akawa anaishi nao, wakati huo umri unaenda, hivi ni vitu vya kawaida. Kuna umri wa kujiandaa ile, kwamba mtu kijana bila ujiandae mpaka kufikia umri fulani uwe labda umeshafanya hiki, umeshafanya kutimiza yale malengo yako. Lakini unakuta Uswahilini kule kumkuta mtu ana miaka 40, miaka 50 afu yuko kwenye benchi la kahawa ni kitu cha kawaida. Au unamkuta mtu mwenye umri huo lakini akitoka anategemea kwenda kula kwa mama, yani vitu vya nini? Vya kawaida kabisa. Sawa. Wadau kutoka Morogoro nao wana maoni yao kuhusiana na mada iliyoko mezani. Maisha ya mtaani Uswahilini ni mazuri. Kama hivi unaona tumetoka asubuhi, mtu una 1000, chakula kama hiki 1000 tu. Unakula, siku inaisha. Ina maana usiku ukiwa na 1000 unaweza, yani kwa kipato, kwa sisi, kwa watu ambao wana vipato vidogo vya chini, maisha ya Uswahilini ni mepesi sana kwetu. Tofauti na wenzetu ambao wapo ushuani. Kama hapa mimi naweza nikawa sina buku, lakini nikija nikimwambia bwana bi mkubwa sina buku, nile niamini nitakuja kukupitishia. Chakula nakula, naenda. Kama sina, kesho nikija nitalipa. Ndo maisha yetu. Raha za kuishi Uswahilini ni nyingi tu. Kwa mfano kama hivi nimetoka kununua unga hapo tu dukani Sombari hapo jirani. Pia labda asubuhi unaweza kukacha, labda hauna hata kiberiti, umeona, unaenda labda kwa jirani yako amewasha labda moto hivi, naomba moto akakusaidia. Karaha za kupanga nyumba za Uswahilini ni labda hivi mna zamu ya usafi, mnaekeana usafi, si ndio Kwa kila mtu labda utakuta siku 7 aidha siku 3 kila mtu. Umeona, mwingine anafanya lakini mwingine hafanyi. Kwa hiyo ndo utakuta inaweza ikasababisha labda mnaanza kugombana ndani ya nyumba. Kwa mimi naishi Uswahilini naona raha. Kwa sababu mfano hivi nikiwa na shughuli, umeona na alika wenzangu wengi, nini natunzwa, ninapata faida kwa sababu ninapata hela. Labda kama na shule ya mwanangu napata vinguo nini. Kwa nyumba za kupanga naweza nikapika mboga yangu, nikapika nyama, kinyama chenyewe robo, mwenzangu akaja kadokoa. Ushaelewa akaenda naye akapika, naye apate kiudambu. Kwa hizo ndo kala nini, ningekuwa na kageti kali nisingekuwa nafanya bwana, nisingeibiwa nyama. Biashara ya mamalisha Uswahilini ina changamoto. Mteja anakuja na 500, niwekee chakula, unamwekea, nakuletea amechimba. Mwingine anataka chakula cha buku wale ashibe. Yani hivyo. Uswahilini huku mtu anaweza kaajiriwa labda na pikipiki. Bosi huyo ndo adui yake. Anamtumia vijana, anamuua. Uswahilini huku ndo sehemu ambayo watu kupata majeraha kawaida. Yaani kuna muda Uswahilini mnaambiwa kabisa, wajumbe wanapita kabisa serikali. Ikifika saa 4 mitaa mingine wote muwe wapi? Muendani. Kwa hiyo kuna muda kuna ule hata uhuru wa kutembea unakuwa hakuna. Haya, yule mmoja anasema nani mpangaji mwenzake kamdokolea nyama ili apate naye udabu. Maeneo kama haya udabu huwa tunaona tu anatokea huko Uswahilini jamani. Inakuwa gani vipi Amina labda? Udambu si ndio ule yani? Ndio nasema maeneo kama haya, mambo kama utajiju, sijui yani yanakuwa yanatokea Uswahilini ni uzalishaji wa maneno. Yaani Waswahili wanazalisha sana maneno.
Na anajikuta tu mtu mmoja kaliongea ya misemo mingi inatokea Uswahilini. Anajikuta mtu mmoja amezungumza basi wote wamedaka. Sio wao tu, mpaka watoto zao. Kwa sababu watoto nao wanajifunza kupitia mama zao. Mtoto wa Kiswahili, mtoto anakuongelesha wewe mama mtu mzima mpaka mwenyewe unasema hivi huyu mtoto au mtu mzima. Lakini tayari amekopi kwa mama yake mzazi. Mtoto wa Uswahilini kama anavyosema pale na mtoto wake mgongoni, hapo mwanangu nimfanyie shughuli sio nini. Sasa yule mtoto mdogo sana anafanywa shughuli. Shughuli iko live pale mtaani. Wamama wanabiduka wanacheza, wanafanyaje, mtoto anajifunza kupitia wale wa mama. Siku mbili au mwambie yule mtoto, siku mbili yeye anacheza zaidi ya mama yake mzazi. Mpaka mama anashika mdomo, huyu ni mwanangu kweli. Lakini kajifunza kupitia kwake yeye. Mtoto ukienda kuswali msikitini, mtoto atajifunza kupitia wewe. Kesho atakwambia mama naomba jibu akaswali. Mtoto ukiwa anatukana, mtoto anajifunza kupitia yeye, atatokana kama unavyofanya wewe, ndio mtoto anajifunza. Watoto wanajifunza sana wanachokiona. Yaani unachowaonyesha, tofauti na unachomwambia. Amwambia mwanangu swali, afu yeye anakuta kwenye kigodoro unacheza, hiyo sio kweli. Lazima atashika lile la kigodoro unalocheza. Kwa hiyo kama hata upendo, kama mnapendana sana na mzazi wake, yeye atajifunza sana upendo kupitia nyinyi wazazi wake. Kwa sababu hicho ndio anachokiona. Kwa hiyo watoto wa Uswahilini ndio wanajikuta nao pia wanakuwa na Uswahili kwa sababu wao pia wale watoto wanajifunza kupitia wazazi. Ushasikia jamani Uswahilini sio sehemu ya kulea watoto. Unajua watoto wanashika sana. Kwa hiyo anazungumza udambu maneno yako mengi utajiji, si utajijua mwenyewe sijui. Yaani mambo ya maneno yako kila siku yanazaliwa na yanatokea wapi? Uswahilini. Kwa sababu ndio kwenye hasa Waswahili wenyewe sasa wanapenda maneno. Yaani Mswahili anaweza kaongea kuanzia asubuhi mpaka jioni, hapo watu wanachambana tu gomvi. Hivi siku hizi bado mambo yale ya kuwekea na taarabu na kusemana kupitia hizo taarabu ndio bado upo. Tena siku hizi status pia. Yaani muone dada pale kabla mwanae mgongoni, maisha mtu hata kama ana maisha chini vipi lakini lazima awe na simu kunoga. Simu kunoga wenyewe ndio wanazita zile ndio hizi simu hizi. Simu kunoga. Kwa hiyo sasa Mswahili na simu yake kunoga, jirani yake pia na simu kunoga, tukutane FB. Kaweka FB neno yaani ndio hivyo kama mnavyoniona ndio hivyo bwana ninaye na niko naye afu wewe utajijua mwenyewe si nini ndio kamchukua mtu na yeye pia anaona pale anasoma naye anajibu huyu atakuja kwako siku mbili lakini kwa tarudi wanajibizana hivi yaani kwamba wanajua kwa sababu umenilenga mimi wanajua mtu akisema sababu huyu mimi kanilenga mimi na yeye anarudisha jibu na yeye anajipiga picha anajikuta amependeza kama ndio kaenda kwenye shughuli anajichukua taalabu ambayo itamgusa yule ambaye amemwekea taalabu utakutana nayo status utakutana nayo FB. Ila mimi katika yote napenda wanavyojiamini watu wa Uswahili. Dennis, tusaidizane hapa. Sijui wewe kwa sababu ni kiongozi, si kama hili linatafakarisha. Ukienda Uswahilini kwa sababu mimi naenda Uswahilini na washikaji zangu huko. Lakini stories zinazopigwa vijana, wakina mama na nini, si stories sana za kujenga. Wanajadili mpira ama sio. Unaweza kukuta wanajadili maumbile ya watu, nini na nini. Pokea kwanza simu tutamuuliza ili swali atusaidie kwenye hayo mazungumzo. Habari za asubuhi na karibu sana. Utujuze unapiga simu kutoka wapi pamoja na jina lako. Dennis, nilikuwa najaribu kwenye mazungumzo kama mnafikiria yani swala la tija ya mazungumzo yanayokuwa yanaendelea Uswahilini kwenye vijiwe vyao. Vijana wanazungumza mpira, wanazungumza si mahusiano ya wasanii, wanazungumza si utajiri wa fulani, wanazungumzia yani na wanawake unakuta wanazungumzia mambo ambayo si yale ya tija ya kujenga. Hili nyie kama viongozi linawaumiza kiasi gani au linawashughulisha kiasi gani? Na hiyo ndo sisi tunakuwa tunaumia kwa viongozi. Na maanisha kwamba wengi labda vijana wanalalamika hatuna ajira. Lakini muda mwingi wanapoteza kwenye mambo ambayo hayana msingi. Unaona vijana labda akiamka asubuhi labda kama weekend, Jumamosi kama leo hivi mipira ya Ulaya nini, watu saizi wameshajaa kwenye betting. Yaani kwenye vibanda vya kubeti vile kwa ajili ya kwenda kubeti, yani vitu vya kawaida wanaenda kubeti nini na anaamini kabisa kwamba nitabeti nafanya nini nitashinda. Hakuna kitu cha maana ambacho wanakifanya nini wanachokijadili. Kama kwa upande wa kina mama ndio hivyo maisha yale ya kufuatiliana. Fulani ule fulani ndio kama alivyosema dada mwanzo. Mtu umekuja na gari yako ndio atakwambia unalinga hivi na hivi, lakini sio kama unalinga, si Mungu kakupa uwezo. Kwa hiyo kuwa na gari na kurahisishia wewe maisha yako, lakini mtu mwingine yule dada analinga kweli hivi na hivi lakini ulingi. Na unaweza kukuta mtu unavyokuwa umepiga hatua kuendelea yeye anakuchukia. Yaani kuchukiwa ni kitu cha kawaida, mtu anakuchukia tu from nowhere, mtu anakuchukia kwa sababu tu umepishana naye kutoka pale mlipokuepo kwenda juu. Yaani yeye alikuwa anatamani muishi maisha yote yaliyo sawa vile uendelee kumuomba kitu hivi na hivi kama kawaida. Lakini kusema kwamba ishi maisha mengine tofauti na nyinyi mlivyokuwa hivi, hapo umeshazua nini
umeshazua ugomvi. Na kingine dada amenifurahisha pale kuzungumzia swala la status. Yaani hivyo ni vitu vya kawaida. Yaani watu tunafuatiliana sana na watu wanabishana kwa maneno. Sasa tumekaa kijijini kule tunafahamiana, yani kwenye eneo letu tunafahamiana watu wote. Kwa labda mtu fulani katoka na fulani. Kwa hiyo anaweza akampiga yule, akamwambia raha ya mume labda muwe wanne. Si umenielewa? Lakini hilo neno ndo kama dada anavyosema kwamba anamtupia fulani. Huyo fulani anakuwa anaelewa. Kwa hiyo na yeye anakuwa anasoma status zake. Na anaelewa na huyo anavyoweka hivyo kwenye status, watu wanafanya nini? Wanamfuata. Wengine wanakuwa wanamjibu kule, mkomeshe hivi na hivi, wanachochea. Na yeye kule anajibu kesho yake hivi. Akishajibu hivi watu wengine kule, kwa hiyo unakuta kitu kidogo tu rahisi sana kusambaa, kuenea hivi na hivi. Hata kwa mfano kwenye kumbi za starehe kule, baa zetu za wazi hivi na hivi, sio night club kama mjini. Unakuta baa iko wazi hivi na hivi, unakuta baa muziki pale unapigwa, mtu anaenda bado kuna taarabu, anaenda kumuombea nyimbo mtu. Akishamwombea nyimbo mtu, nyimbo inapigwa ile, ikishapigwa yule anafanya nini? Analipiza. Kwa hiyo kinachotokea pale ni ugomvi. Mara wamerushiana vyupa, wamefanya nini? Yani kutokana na mafumbo ya vitu kama hivyo. Kwa Uswahilini yani ndo kuna raha, lakini pia ndo karaha zake kama hizo. Na kitu kingine pia vijana, kuwakuta vijana wenye malengo mazuri, yani wanaotaka, wenye kutaka maendeleo ni ngumu sana. Unaweza kukuta labda kuna kikundi mtaani, mimi ninazungumzia labda mtaani kwangu. Unaweza kukuta kuna kikundi kwa labda vijana wa bodaboda. Wamejiwekeza wale pamoja na bodaboda zao na ajira yao wanaoifanya, lakini tayari wameweka pesa labda karibia milioni 30. Kwa hiyo unakuta kabisa mwenyekiti, siku nicho tunataka tukope, tufanyeje? Naambia basi ngoja niwaelekeze kwa afisa maendeleo. Afisa maendeleo atawafanyia mpango hivi na hivi, kikundi chao kitakakuliwa, washatengeneza katiba yao, wana kanuni zao, kila kitu. Unakuta wanaongezewa hela, wananunua bajaji labda 3. Unakuta wachache sana wa design ambao wanapenda maendeleo. Vijana wengi ndo hawana maendeleo, wanachoishi ndo wanategemea mpaka serikali itoe nini? Ajira. Na wepesi sana kulalamika, kutopia lawama serikali. Hatuna ajira sio hivi. Na ndio maana hata vijana kwenye masuala haya ya muhimu ya siasa hawashiriki. Wao kisikia uchaguzi wanaoenda kupiga kura au kwenye mambo ya siasa, wengi ni wamama, watu wazima. Vijana wanakuwa wanaonani kama sio moja ya sehemu yao. Kabla tujarudi kwa Amina, tusaidie kujibu hili swali kwa sababu wewe ni mwenyekiti. Swala la migogoro, watu kupigana, kuvurugana ni mingi sana. Maisha yakoje huko katika kutatua, kusuluhisha ili amani iwepo? Yani hilo swala ni la kawaida kwenye masuala ya Kiswahili. Tofauti na wenzetu wa huko ushuani. Tunapozungumzia Uswahilini, labda mtoto mdogo tu si ameenda kucheza kwa jirani. Yule mtoto mwenzie, mtoto wa jirani kampiga yule. Akishampiga ule ugomvi unaingia mpaka kwa wazazi. Mzazi katoka kampiga huyu, amevaana. Sasa ukishavaana namna ile, mara nyingi sasa sisi kama serikali za mitaa, majukumu yetu pia ni pamoja na kusuluhisha migogoro midogo midogo ambao unaweza ukaizuia pasipo kwenda polisi au kwenye ngazi nyingine za mahakama au kwenye mabaraza ya usuluhishi ya kata na vitu vingine. Kwa migogoro ipo ya kawaida, wanawake kupigana kabisa hivi, kushikana, kuchaneana madera ni kitu cha kawaida na hakuna sababu nyingine za msingi. Sababu kubwa watasia, kanichukulia bwana wangu. Sio sababu kubwa watafisi ukafanya kitu gani, yani vitu vya kawaida sana hivyo. Sawa. Mambo ya Uswahilini Mambo ya Uswahilini. Maisha ya Uswahilini mazuri sana kwa upande wa gharama na ujamaa na mambo mengine, lakini matusi jamani, matusi. Yalitaka kuniharibia wanangu na mke wangu, nikaamua kuhama mwaka 2023. Pole sana. Karaha nyingine ya Uswahili ni vibaka na udokozi. Anasema ni Ibrahim, huyu ni Ibrahim kutoka Ibrahim sijui ametokea hapa, lakini anasema nimemwelewa sana dada Mwadawa kwa kuishi Uswahilini, kuwa familia nyingi mjini ndio tunaishi bila kuheshimiana. Mzazi anamtegemea mtoto wake akadange ili wakapate mboga na ama kula, ndio ama hakuna heshima. Hakuna heshima Uswahilini. Sawa, nashukuru sana. Nia Saif anasema Uswahilini raha sana, hata nikiamka na buku naishi nalo. Uzunguni je? Haya. Uswahilini raha sana, wakati mwingine unakutana na unakuta nazi imevunjwa usiku kwenye njia panda, pia vijana wanachukua na kutafuna. Wakati mwingine nazi iliyovunjwa pia watu wanaipikia mboga. Haya. Kweli? Awezo Uswahilini. Hadi unauliza kweli? Tupate simu hapa, alafu tutarejea kwenye maoni. Karibu sana, tuambie unaitwa nani na tupe mchango wako. Hello. Ndio, tunaona mzee wetu kidogo
Amina, utuambie, kuna swala la watu kuishi yani chumba kimoja, baba mama na watoto au nyumba yani ni finyu lakini ndugu humo hapo kukoje huko? Mambo yanakwendaje? Hayo ndo maisha yetu Uswahilini. Yani kujazana maisha yetu, na wenzako wakitaka kuja kwako ukiwakatalia na bana unaonekana una roho mbaya. Kwamba yani unajiona kama maisha kayapatia sisi hatukatalia, na kuja mwingine atoe taarifa. Yaani unakuta tu mtu kashafika kawaida na asemi kama aondoki. Yaani anakuja pale kimya kimya, unakuta tu mbona huyu aondoki? Siku mbili bado yupo, yani yupo ugeni wako huyo. Kwamba unisabie hivyo, na maisha ni kawaida. Tofauti na wengine wanakuja kwamba nimekuja hapa yani kwa promise. Maisha uswazi, maisha ya kishwani kwa appointment. Mwezi ujao nitakuja kwako, nitakaa muda fulani ili wewe ujiandae. Uswahilini si hakuna kujiandaa. Yaani mtu anafika pale kwako, hiyo utakostake, na kama una chumba na sebule watu wanaweka godoro wanalala sebuleni. Na kama godoro hamna wanatandika na kijamvi wanalala sebuleni, wewe na mke wako mko ndani, mkiamka mtakuta wageni wako sebuleni wamelala. Tena sengine kama wewe mke wako anawahi kuamka, inabidi awaruke pale. Aruke pale akanyage hivi, aruke, apite aende kazini. Sababu wengine wanaomba anaamka mapema kwenda kazini. Kwa hiyo ni kawaida shemeji apite akanyage pale aende kazini, mashemeji wamelala pale chini. Baadaye mashemeji waamke sasa, waanze kufanya shughuli zao za hapa na pale za nyumbani, maisha mengine endelee. Uswahilini kubebana ni kawaida. Usiache ndugu zako wanazalilika, afu wewe labda una kipato, una uwezo wenzako wanaweza kula ukawaacha. Hiyo swala hawatokuelewa. Watachukulia wewe unalinga, watachukulia wewe unafanya binafsi. Sawa. Kwa kumalizia jamani, kwa sekunde 30 kuhusiana yani neno la mwisho kwa hasa katika hiki ambacho tumekuwa tukikijadili leo hii. Dennis. Asante. Mimi binafsi yani ni bora watoto wetu hawa, nadili sana kwenye watoto, waige tamaduni ambazo ni zilizo nzuri. Kwa mfano kama leo yani kwenye jamii tunaishi na watu wa aina tofauti, na mtoto anakuwa anashika kila kitu anachokuwa anakiona. Kwa hiyo bora sisi tuwe na mifano mizuri kwa hao watoto ili waige vitu vilivyo bora. Kwa mfano kama sasa hivi tunapozungumzia kwamba labda Uswahilini kuna tunza tamaduni. Kwa mfano kama sasa hivi unakuta mtoto mdogo unakuta anacheza kombolela, ambao sisi kombolela tulishacheza miaka hiyo. Ina maana vile vitu havisauliki. Umeona? Unakuta watoto wanacheza kibaba, wanajifunza kupika ile nini, wanaweka mchanga, umeona? Hivyo sisi tumeshafanya enzi hizo. Na sasa hivi watoto wanafanya nini? Wanafanya. Kwa hiyo hizo ni tamaduni ambazo zipo zinaendelea kufanya nini? Kuishi. Kwa hiyo bora sasa tuwafundishe vitu vilivyo vizuri. Endapo jamii ikiharibika na kufanya vitu vya kiovu, ina maana watoto nao watazoea mazingira yale maovu ambao wataenda nayo kama vile maisha ya kawaida kwao, na wakati ni kinyume na utaratibu. Sawa, Amina, kwa ufupi sekunde 30. Yani mimi kwa binafsi ninagusa sana kwenye upande wa usalama. Kwa sababu watu wengi wanapenda kuishi Uswahilini, lakini hasa imezungumzwa swala la usalama ni mdogo. Kwa hiyo uongozi, na hasa tuko na kiongozi hapa, yani jambo lichukuliwe kwenye ufuatiliaji wa usalama wa watu ambao wanakaa Uswahilini. Usalama ni kitu cha muhimu sana. Mtu anakaa ndani lakini anawaza nje, kweli nguo yangu nitaikuta au ndio unapiga nitolee nguo, yani una maisha kukosa amani. Usalama unatakiwa usimamiwe hasa, yani usimamie. Upo ndio na watu wanafuatia, lakini usimamie zaidi. Na kama walifu wanawajua, mtoto afanye ndio mwalifu, mfichue. Yani liwe wazi kwamba sio tumlinde mtoto wa mwenzetu, yule anakuharibia mwingine, anamharibia mwingine, yule anahalifu, unampenda saizi hapa lakini ataenda taiba mtaa mwingine. Unajua kuna muda wanapishanaga mitaa. Wezi wa huko anakwenda mtaa huu na wezi wako anakwenda mtaa huu, kwa sababu wako aibu kuibia mtaa ule. Mtu sana kujua anaona aibu kuiba. Kwa hiyo akienda mtaa mwingine unakuta ameuliwa. Sababu basi hawamjui mtaa mwingine huko. Kwa hiyo sio kama wewe unamlinda unamficha, umpendi. Kwa sababu kama unampenda utamwambia mzazi wake, bwana mwanao tunamfichua na tunataka aende polisi ili tabia aache, ife kabisa. Sawa kabisa. Tunakushukuru jamani kwa kuwa nasi katika kujadili hiki ambacho kimetugusa na kinatugusa hasa katika jamii zetu kwa ujumla, ikiwa ni Uswahilini. Nikushukuru sana Amina Ahmed ambaye ni mwigizaji kutoka katika tamthilia ya Kombolela, lakini pia na Dennis Moyo ambaye ni mwenyekiti wa Yombo Dovyo. Tunawashukuru sana. Nikushukuru sana pia David Wakarungi kwa kuwa nasi. Asante pia kwa kunikaribisheni Uswahilini. Maana nimekulia kijijini huko. Mkaniibia pia. Sawa, nami ni Betty Umara. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi tangu pale tulipoanza mpaka hivi sasa tunapofikia mwisho. Tunakushukuru sana mtazamaji kwa kutumia pia maoni kadhaa kuhusiana na kile ambacho tumekuwa tukijadili. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.